Kwa hivyo wapenzi, ni wakati mzuri ambapo tunaingia mwaka mpya sasa na kuendelea na masomo yetu ambayo tumekuwa tukiendelea kwa miaka kadhaa kulingana na elimu ya Biblia katika vitabu vitano ambavyo ndivyo muhimu sana katika Biblia ambazo zinatupa msingi. Kwa hivyo siku ya leo tunaendelea na kitabu chetu cha Kumbukumbu ya Torati ambayo tulianza wakati uliopita na sasa tuko katika sura ya 23. Kwa hivyo wapenzi, tutaingia katika sura hii, na kama ninavyowaambia, kwanza kuna mambo mengi ambayo tutaguzia, mengine ambaye watu wengi hawangependa kuyasikia ama hawajayasikia, lakini yapo katika Biblia. Lakini ni kwa vile pengine wachungaji wengi ama walimu wengi wa Biblia wakati wanafunza katika makanisa pengine hawaguzii sehemu hizo, kwa sababu zingine wanasema zina aibu, zina mambo mengine, ama hawataki watu wajue. Lakini lengo la muhimu kwa Mungu wetu, alitaka kila mtu aweze kusoma neno hili na alielewe, ndiposa akapeana ruksa ya kuweza kuwa akiandika haya mambo katika Biblia ili kila mmoja aweze kuyajua, na ndiposa tunayachambua tukiangalia kila neno katika Biblia. Kwa nini Bwana akaandika, ama anataka kutufundisha nini? Kwa hivyo wapenzi, siku ya leo tunaangazia katika hiyo sura ya 23 kuhusu sheria ya kukubalika katika kongamano au ushirika. Kulikuwa na sheria ambazo Bwana aliweka wakati ambapo tuko katika ushirika ambazo zingefuatwa, ama katika kongamano la watu wa Mungu walitakiwa kukaa namna gani ama kuwa namna gani. Na tumekuwa tukiangalia sana kuangazia katika kitabu hiki cha Kumbukumbu ya Torati, inatufunza jinsi Musa alivyorudia mafundisho yote ya Bwana wetu kwa wana wa Israeli ili wasije wakasahau, kuanzia walipotoka Misri mpaka mahali ambapo walifika katika sehemu zile za Moab, wakati ambapo karibu waanze kuingia katika nchi ya ahadi. Basi katika mstari wa kwanza tunaona ya kwamba aliyejeruhika konde au aliye katika tupu yake asiingie mtu huyu katika mkutano wa Bwana. Kwa hivyo sasa hii sheria inasema ya kwamba ambaye ameumia kule shambani mwake katika konde ama mahali anafanyia kazi, ama aliye katika tupu yake sehemu fulani katika mwili wake, basi anaambiwa ya kwamba asiingie katika kongamano la watu wa Mungu ama mkutano wa Bwana, mahali ambapo Bwana anakutana na watu wake. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba unaweza kuwa umejeruhiwa wakati ambapo ulikuwa kule kondeni, yani kwenye shamba lako ama katika mahali unafanya kazi, wakati ambapo umetokwa na damu. Unaelewa vizuri, wakati umeweza kujeruhiwa ni wakati umetokwa na damu mahali, na wakati huo ukiwa katika hali hiyo, ama ukiwa katika utupu wako, yani uko uchi wako, basi hautakiwi kwenda mbele ya Bwana. Kwa sababu gani? Kwa sababu uchi huo na damu ile, unajua damu ina jambo ambalo Bwana anataka ujue, na alisema ya kwamba hata anayejeruhiwa ama anayepigwa apigwa na mawe kama ametenda dhambi nje ya kambi, asiwe ndani. Kwa hivyo ilikuwa ni madhara makubwa wakati damu yako inaonekana wakati wote. Bwana hafurahi, na tunajua jambo moja, uhai uko katika damu, kama alivyomwambia mtumishi wake Nuhu wakati baada ya gharika. Kwa hivyo wapenzi, unaona ya kwamba kuna mambo kama hayo, na pengine wakati ambapo pengine wamama wanapita katika hedhi na mambo hayo, mambo yanayohusika na damu katika kuumia na mambo mengine, wanasema wakati huo ni vizuri usiwe katika pale madhabahu, kwa sababu hauambiwi, unaambiwa usije katika mkutano wa Bwana, yani usikaribie mahali ambapo Bwana yupo. Ndipo mafunzo haya yanatuambia mwana haramu asiingie katika mkutano wa Bwana. Hii ni kusema mwana haramu ni yule aliyezaliwa nje ya ndoa, yani hana baba na baba yake yupo hajafa, yeye huyu si yatima. Mwana haramu kwa kizungu ndio mnaita bastard, yani amezaliwa na baba hajulikani, la hakumchukua ile mzigo wake,
lakini yupo. Kwa hivyo analelewa na mama peke yake, lakini baba yupo, hajafa. Huyu mwana ndio anaitwa mwanaharamu. Hata katika dini za Kiislamu na zingine wanasema ya kwamba hawezi kumweka wakfu aweze kufanya kazi ya Bwana, kwa sababu haikubaliki, kwa sababu hajakamilika. Kwa hivyo wapenzi, anaambiwa vile vile asiende katika mkutano wa Bwana. Hata kizazi cha 10 asiingie aliye wake katika mkutano wa Bwana. Yaani huyo katika Israeli nyakati zile ilitakiwa akae mpaka kizazi cha 10 chake cha huyu mwana ambaye mama yake hakuoleka. Kwa hivyo ilikuwa mpaka kizazi cha 10 awe nambari 10 hiyo ameishinda ulimwengu na ameweza kukubalika mbele ya Bwana, ndipo kizazi chake cha 10 kilikubalika kuingia mbele ya Bwana. Kwa hivyo sheria zingine zilikuwa ngumu sana na zilikuwa hazieleweki, lakini hasa kiini ya sheria nyingi hizi ni kwamba watu wakae wakiwa wakamilifu, watu wakae wakiwa na utakatifu, watu wakae wakiziandama na kuzitenda amri za Mungu na sheria zake ili kuepuka hukumu. Kwa hivyo wapenzi, na unaambiwa ya kwamba Mwamoni wala Moabi wasiingie katika makutano ya Bwana, wala hata kizazi cha 10 mtu wao asiingie katika mkutano wa Bwana milele. Kwa hivyo hapa unaelezwa nini wapenzi? Tunaenda tukifafanua jambo hili. Unaambiwa ya kwamba Mwamoni wala Moabi, hawa ni watu wawili na hasa ni wanaume. Wapenzi, nataka muangalie vizuri, muelewe hawa ni wanaume, wale wanaobeba mbegu, sio wanawake wanaoelezwa katika mambo haya. Ni wale wanaume wanaobeba mbegu. Hata yule mwanaharamu vile vile ni mwanaume, si mtoto wa kike aliyezaliwa. Ni vizuri kuelewa namna hiyo, kwa sababu mtoto wa kike anaoleka mahali popote. Mama wa kike anaoleka, Mmoabi anaoleka mahali popote. Na mnakumbuka ya kwamba Ruth alikuwa ni Mmoabi na aliweza kuolewa katika Israeli wakati ambapo Naomi alienda na akarudi naye na akaolewa na Boazi. Kwa hivyo wapenzi, haiongei juu ya wamama, kwa sababu wamama ni wabeba mbegu, wao wanapewa mbegu, wanabeba mtoto, wanamzaa. Lakini mwenye mbegu ndiye anakataliwa kuingia mbele ya Bwana, kwa sababu hiyo mbegu imeharibiwa kwa upande fulani. Kwa hivyo wapenzi, mwana haramu haijulikani baba yake ni nani, kwa sababu alikataa kuoa mama yake. Pengine ni wakati wa vita na maadui wanapigana, na basi mama akabakwa mahali kule, na basi haijulikani, ndio anaitwa mwanaharamu. Akae mpaka kizazi cha 10. Nataka muelewe vizuri, na huyu ni mwanaume, kwa sababu hiyo mbegu haijulikani ilitoka wapi. Jambo lingine ni kwamba huyu Mwamoni na Moabi, unajua mbegu ya kiume hiyo ilitoka ndani ya Lutu wakati alilala na wasichana wake wawili, sababu ni mbegu ilikuwa kinyume na amri za Mungu, kwa sababu alilala na wasichana wake ambao yeye aliwazaa na vile vile akazaa nao. Kwa hivyo kulikuwa na laana ndani ya mbegu ile, na ndio naambiwa Mwamoni wala Mmoabi, mbegu hiyo ya mwanaume wa huyo Mmoabi, generational ya huyu Lutu ambaye alizaa na watoto wake wasichana, isiweze kusimama mbele ya Bwana, kwa sababu sio safi, ilichanganywa kwa njia ambaye haikufaa. Kwa hivyo ndio Bwana anasema hata kizazi cha 10 wasiingie katika mbele ya Bwana, na anasema hata milele hawakubaliki. Yaani hiyo ni kusema wapenzi, mtoto ambaye umezaa na familia yako, baba yako ukiwa msichana, hatakiwi kuingia. Ameingia katika laana ambaye haisafishiki kabisa, ambaye ni mbaya sana. Kwa hivyo ilikuwa ni mbaya. Mungu alisema hata milele. Lakini kwa sasa utakuta watu ama makanisa mengine yanajiita makanisa ama dini, wanaweza kusema njoo tu, bora unatoa hiki na kile. Kwa hivyo wapenzi, mapenzi ya Mungu amesema hivyo. Mbegu za aina hizo ni Mungu pekee anaweza kuweka uamuzi, na tayari amesema. Na Yesu hakuongea sana juu ya hii.
Yeye aliongea sana watu wasamehewe msamaha wa dhambi alipokuja katika Agano Jipya. Tukifika huko katika Agano Jipya, tutaona jinsi Yesu alivyotenda na jinsi alivyosema na vile aliweza kuweka mambo sabamba, mambo vizuri. Kwa hivyo wapenzi, ilikuwa ya kwamba hawakukubalika hao kwa sababu uzalishwaji wao ulikuwa si katika ukamilifu, kwa sababu Mungu aliumba mwanamume na mwanamke waweze kuwa pamoja. Lakini wakati kunaingia shida za namna hiyo, na pengine ni watu wanataka wenyewe, kwa mfano Lutu ni yeye mwenyewe alienda kunywa kilevi, naye watoto wake wakapanga mpango. Kwa hivyo hapo ndio Mungu afurahi, kwa sababu ni kosa ambalo walitarajia, walitaka kulifanya wenyewe. Kwa sababu hapo tunaona ya kwamba kwa sababu hapo mlipotoka Misri hawakuwalaki na chakula wala maji njiani, na kwa kuwa walimwajiri juu yako Balaam mwana wa Beure katika Pedholi iliyo Mesopotamia aje akuapize. Kwa hivyo wapenzi, kuna sababu nyingine ambaye Bwana anaweka vile vile. Anasema hata wakiwa walikuwa namna hiyo, Moamoni na Moabu, kulikuwa na sababu zingine ambapo wana wa Mungu walipotoka Misri na wakija wakitembea kuelekea nchi ya ahadi, hawa watu wawili, jamii ya Lutu, kama vile Lutu alisumbua Ibrahimu na kuweza watu wake kupigana na Ibrahimu kule kupigania maji na mengine na malisho, hata hivi hiyo mbegu ilikuwa inaendelea katika uzao huu wa Lutu na wasichana wake. Kwa hivyo uzao wake wa Moabi na Momoani na wa Moani, inaonekana ya kwamba hawa walikataa, walikuwa na chuki, kwa hivyo hawakuweza kuwapa chakula wala maji wakati walihitaji wakiwa safarini ya kwenda nchi ya ahadi. Na kwa kuwa vile vile walienda wakaajiri mtu ambaye ni yule Balaam, ambaye aje awalaani kutoka Mesopotamia, kutoka kwa mataifa. Yule alikuwa mchawi, tulisoma mambo yake katika kitabu ya Hesabu. Walimuleta huyu Baraki, alimuleta ili Baraki alikuwa ni Moabi, ndio alikuwa anaongoza pale. Kwa hivyo alikuwa ni mfalme pale. Kwa hivyo alimleta huyu Balaam wa Beori ili aweze kulaani watu wa Mungu, yani awaapize. Basi Mungu hakuwa na furaha. Wakati wote Mungu anaona mtu anayekuletea adui aje akuue na amekuteua wewe, Mungu hafurahi huyo adui, na huyo adui anaingia katika laana hata bila wewe kusema. Kwa hivyo Mungu hakupendezwa na tabia hizo ambazo zilikuwa mbaya za hawa wana wa Amoni na vile vile wana wa Moabi. Na ninakuambia uweke maanani, ni wanaume wenye kubeba mbegu ndio huwa hasa laana inaingia sana ndani yao. Hata utakumbuka katika vita vyote tangu zamani, hata wakati huu, wakati vita vinawaka sana, hata mahali popote utakuta wamama na watoto huwa wanachukuliwa mateka, lakini wanaume, hata mtoto mdogo wa kiume, huwa wanaambiwa wauawe. Kwa nini? Ili kuweza kuiondoa hiyo mbegu kabisa isiweze kuenea tena. Kwa hivyo wapenzi, lakini Bwana Mungu wako hakukubali kumsikiza huyu Balaam. Bwana Mungu wako aliyageuza yale maapizo kuwa ni baraka kwa vile alivyokupenda Bwana Mungu wako. Unaona, wakati ambapo adui alikuja ili kulaani wana wa Yakobo hawa, yani wa Israeli, Mungu hakupendelea kabisa, hakufurahia, kwa sababu alipenda Waisraeli sana. Hiyo ni kukuambia wewe, ukiwa mwokovu, mtu anayemuogopa Mungu, mtu ambaye anajua mwisho wake ni Mungu na anajua baraka za Mungu juu yake, yeye hata mambo ambaye haoni Mungu anampigania. Kwa hivyo wakati Bwana aliona vile Balaamu alikuja kufanya, aligeuza yale maneno ya kulaani na kuapiza ubaya, akayageuza yakawa baraka. Kwa hivyo yule adui yako amejipangilia kukumaliza, na roho yako kabisa wewe ni mtu mcha Mungu, wewe ni mtu rafiki wa Mungu. Mungu atakutetea, atageuza yale maneno mabaya yaweze kuwa baraka kwako.
Kwa hivyo ni Mungu anayetupigania vita vyetu, na ndio alisema ya kwamba tusijipiganie, bali yeye atatupigania yeye mwenyewe. Ndivyo maelezo yalivyo. Usitafute amani yao wala heri yao siku zako zote milele. Yani usitafute urafiki nao maadui, tayari unaona si watu wazuri katika maisha yako, hawaenendi na njia zako. Sasa mnaenda kutafuta mapatano ya nini? Neno la Mungu linasema usitafute urafiki kati yao, usitafute amani, hata hakuna amani, kwa sababu tayari watu wale nia yao ni kukumaliza. Sasa hata ukitafuta amani bado wamepanga kukumaliza, na ndio Mungu anakuambia achana nao hao wasioamini. Achana nao hao ambao wanaona mambo unayofanya ni kinyume na hawa, kwa sababu hakuna wakati watakupenda. Kuna wakati, nataka wapenzi mjue, wakati umesimama na neno la Mungu kabisa, wakati umekuwa rafiki wa Mungu kama Ibrahimu na wengine hata zaidi ya hao, kwa sababu wewe ni tofauti. Wewe adui kuwa wengi sana. Watu wengi hawakupendi, hata watu katika familia huwa hawakupendi kabisa, kwa sababu mwenendo unaoenda nao, baraka unazobarikiwa nazo, wanauliza ni kwa nini ni wewe? Kwani ni nini cha maana unafanya mpaka unabarikiwa hivyo? Kwa hivyo wanakufanya adui, lakini hauwezi jua, kwa sababu mkikutana nao wanakuchekesha, mnakula pamoja, mnafanya kila kitu pamoja, kama vile Yuda alivyofanya wakati wakiwa meza ya Bwana ya mwisho siku ile ya Alhamisi, ambapo Yesu aliulizwa na wanafunzi wake, ni nani atakaye kusaliti? Akasema, huyu ambaye tunakula pamoja, tunatumbukiza mkate mahali pamoja, huyu ndiye adui. Yule mnayekula naye na mnayeshiriki naye mambo mengi. Ni vizuri wa muombezi, kwa sababu wengine utasikia hata inasemekana ya kwamba kikulacho kinguoni mwako. Kawaida adui hawi mbali sana, na zaidi huanza, kwa sababu tumeweza kuona, ni vile hatutaongea mengi sana hapa, lakini nakueleza ya kwamba adui anaanza, hawezi kutoka nje mbali sana, anaanza mahali anayekujua, mahali unapokaa, hata kati ya familia yenu, hata zaidi wale wameoleka wengi, ama ndugu vile vile anaweza kuwa adui. Akiona unabarikiwa sana na wewe wewe unabarikiwa sana na yeye habarikiwi, basi hapo huleta uadui. Roho ya mtu ni danganyifu sana, kwa sababu mwingi huwa wanaangalia kwa hali ya mali ya kilimwengu, lakini hawaangalii kwa mambo ya kiroho. Kwa hivyo wapenzi, unaambiwa ya kwamba usiweze kupatana na watu hawa, na usiende kutafuta amani na hawa watu, kwa sababu tayari hawa ni wasaliti, wanataka kukumalizia. Basi hata unakumbuka Yuda, wakati ambapo walitenda yale yote kwa Yesu, Yesu hakumrudia. Hatujui alisema nini dakika ya mwisho, lakini unajua ya kwamba alienda akajinyonga na kamba, na mambo yale unajua si mazuri, kwa sababu alitenda kitu kiovu, kumsaliti Mwokozi. Basi usimchukie Mwedomi. Usimchukie Mwedomi kwa kuwa ni ndugu yako. Usimchukie Misri kwa kuwa ulikuwa mgeni katika nchi yake. Hapa nataka uelewe ya kwamba huyu Mwedomi ni uzao wa Esau, sababu Esau ndiye anaitwa Edomu. Kwa hivyo hawa ni ndugu ya nani? Ni ndugu ya Yakobo. Esau na Yakobo walikuwa ndugu. Kwa hivyo ndugu yako mzaliwa pamoja nawe unaambiwa usimchukie, ijapokuwa hamwenendi vizuri sana nao, lakini usiwe na chuki juu yao, kwa sababu mlizaliwa kutoka, ni nyinyi ni damu moja. Lakini jiepushe nao, na unaambiwa usimchukie. Wewe nyamaza tu, kwa sababu yake nini? Ndugu yako usimchukie. Kwa hivyo yule ambaye ni mzaliwa nawe katika jamii yako, hautakiwi kuwa na chuki ukiwa Mwokozi, lakini unajitenga na wale wasiokupenda, kwa sababu wewe hauchukii katika roho yako, lakini jitenge nao, kwa sababu unajua mambo ambayo yanaweza kutendeka. Na anasema vile vile ati hata Misri, kwa kuwa ulikuwa mgeni katika nchi yake, na hakukumaliza kabisa, ijapokuwa kulikuwa na mambo mengi. Wakati ambapo wana wa kiume ilikuwa lazima wauawe siku za Musa, mambo haya yalitendeka katika utumwa, kuteswa, kupigwa, kuuawa, yalitendeka. Lakini Mungu anakuambia nini? Uwe mtu wa msamaha, uwe mtu wa kusahau, kwa sababu ingawaje shida hizo zote zilikuwa ulipokuwa mtumwa, lakini vile vile Mungu aliweza kuokoa kizazi chako na kuwatoa katika nchi ile, na ukaenda nchi ya ahadi, yani ukawa mbarikiwa.
Kwa hivyo usiwe na chuki mahali ulipita, hizo ni daraja ulizopitia, lakini wewe mlenge Mungu, muangalie Mungu zaidi, muwe marafiki na ndugu zako, usiwachukie kwa sababu hawa ni ndugu zako, na ndivyo neno linasema. Hiyo kusema ni ndugu yako, nyinyi ni wazaliwa, kwa sababu hawa wawili Edomu na Yakobo walikuwa ni watoto wa Esau, wa Isaka. Kwa hivyo wakiwa watoto wa Isaka walizaliwa wakiwa mapacha, na kwa hivyo ndivyo Mungu anasema usiwe na chuki, lakini anakuambia ujiepushe. Wakati ambapo tumesoma Biblia kule tumemalizia, umeona vile Edomu na watoto wa Yakobo wanapelekana, wakati wa vita, wakati wa furaha, wakati wa kusameheana. Mambo kama hayo yamekuwa yakiendelea katika Biblia, na ndipo Mungu anatukumbusha tusiwe tu adui wa kupindukia, lakini ni vizuri kuwa na hekima. Kwa hivyo wapenzi, wana wao watakaozaliwa kizazi cha tatu na waingie katika mkutano wa Bwana. Kwa hivyo anasema ya kwamba ijapo huyu Edomu aliapa ya kwamba atamuua Yakobo akionana naye, lakini walirudi wakaingia katika msamaha. Lakini jambo lile Mungu hakusahau, ndipo anasema kizazi cha tatu walikubaliwa kuingia katika mkutano wa Bwana. Kizazi cha tatu, sio Esau mwenyewe, la, sio kizazi kile kilifuata chake, la, lakini wajukuu wake walikubalika kuingia. Kwa hivyo hata wakati huu angalia katika jamii yako, wale ambao wamepitia hali kama hiyo, kizazi chake cha tatu kinatakiwa kuingia. Kwa hivyo wengi wao nyakati hizi wameingia katika makutano ya Bwana. Utakapotoka kwenda juu ya adui zako, nawe ukatika marago, jilinde na kila neno mbaya. Yani utakapoenda vitani na uingie katika boma ile ambaye ni mahali pale umefika, mahali pale adui yako hapo, ujue vizuri usiongee mahali ambapo umekaa malago, kwenye gate za mahali pale, kwa sababu unaweza ongea maneno mabaya yaweze kukushtaki kwa wale, na kumbe huyu mlie naye ambaye uko malagoni mwake na umeenda vitani kwa adui zako sehemu hizo, ukinena neno mbaya akugeuke na uweze kuuawa. Kwa hivyo uangalie sana wakati umeenda vitani, wakati unaomba, wakati umeenda kujifunga, wakati unapigana na mwovu shetani, uangalie sana maneno yale, ujilinde katika kila neno mbaya. Uongee maneno yale unataka Bwana ayajue, akupiganie kwa adui yako. Kwa hivyo wapenzi, ikiwa kwenu mtu awaye yote asiyekuwa ni tohara kwa ajili ya yaliyomtukia usiku, na atoke nje ya kituo, wala asiingie ndani ya kituo. Kwa hivyo wapenzi, hapa tunaambiwa ya kwamba excuse me, ikiwa mtu yeyote asiyekuwa ni tohari, yani asiyekuwa ametohariwa, basi anaambiwa ya kwamba kwa ajili hiyo, ama iwe jambo lilimtokea usiku, kwa sababu jambo ambalo linaweza kumtokea usiku na huyu mtu ni salama sana, ubaya wowote, kwa wakati mwingi huwa pengine ameumizwa, pengine ameingia katika hatari fulani, ama pengine ameota ndoto mbaya, ikawa pengine akatoa mashahawa na vitu zingine, mambo yale ambayo haikubaliki mbele ya Mungu. Ikiwa mtu huyo imetendeka hivyo wakati wa usiku, alidhuriwa ama akaweza, na nataka uangalie hapa, si kwa sababu ya tohara, kwa sababu tohara ni kutahiriwa kanuni na vile Mungu alivyosema. Hiyo haiwezi kumkataza aweze kuwa katika kambi, la, kwa sababu ya kutahiri, la. Lakini ikiwa ni jambo lingine limetendeka la hatari usiku huo, basi huyu mtu atoke katika kituo na aweze kukaa mpaka wakati wa jioni, asiingie. Lakini na iwe ikaribiapo jioni, yeye ataoga na maji, na jua likiisha kuchwa ataingia ndani ya kituo. Basi atalazimu, kwa sababu ya jambo hilo lililomtokea usiku, atatoka aende akae nje ya kambi, na baada ya wakati wa jioni wa machweo ndipo atakaporudi na awe ameoga. Akishaoga basi aingie katika kituo. Tena uwe na mahali nje ya kituo ya kutokea nje. Kwa kutokea nje, unatakiwa uwe na mahali ambapo katika nyumba yako
uwe na mahali ambapo unaweza tokea nje. Unajua kuna ile geti kubwa ile mnapitia, lakini hapa tunaelezwa ya kwamba ni lazima tuwe na kanjia kengine huko nyuma ya kutokea. Na ukiangalia katika nyumba zetu vile zimejengwa na vile ambavyo zinavyokaa, una mlango wa mbele ambako wageni huingia, na vile vile una mlango mwingine wa nyuma ambapo unaweza tokea. Hivyo ndivyo Bwana anatuambia, usiviringe nyumba yako, kituo chako. Yaani usifunge ati ukiingia na mlango huu hata hatari ikitokea uwezi pata mahali ya kutokea. Hapana, lazima uwe na mlango mwingine wa kutoka, na ndio unaambiwa uwe na mahali nje ya kituo kwa kutokea nje. Uwe na mahali hata katika fence yako ile umejenga, ni lazima kuwe na kamlango kengine kwenye ukuta tofauti na lango kubwa ambalo unaweza tokea ikiwa kuna hatari yoyote. Hivyo ndivyo Mungu anatueleza, na kweli Mungu anaona mengi ambayo wengi wetu hatufikiri. Kwa nini? Wakati tunaona majenzi yamejengwa namna hiyo na nyumba zinawekwa mlango wa mbele na wa nyuma. Kwa hivyo wapenzi, nawe uwe na jembe ndogo katika silaha zako, napo uotamapo nje uchimbe kwa lile jembe na kugeuka na kukifunika kikutokacho. Kwa hivyo naye jambo hili linatuambia nini? Linatuambia mahali ambapo una makao ni lazima ujenge choo. Ni lazima ujenge choo mahali ambapo utaenda kuweka ile inatoka ndani yako na kuifunika. Ndio unaona vyoo vingi vimejengwa namna hiyo, viko nje. Lakini siku hizi uzunguni na mambo ya maendeleo tunajisaidia ndani ya nyumba, lakini vile vile tunaipiga na maji. Na ukiangalia hiyo sahani, hiyo sufuria ambayo ni ya kukalia hapo mahali ambapo unajisaidia msalani, utaona ina kifuniko yake. Ukishamaliza haja yako unafunika hata ukipiga maji. Kwa hivyo ina sababu katika maandiko, na inasema ya kwamba na kama uko nje, pengine vitani, kambi, mahali umelala nje na umelala katika hema na mahali pengine, ukiwa mahali pale uwe na kijiko. Uwe na kijiko kidogo, silaha ambayo utatumia ni kijiko cha kuweza kuchimba ama panga ya kuchimba shimo. Yaani wakati ambapo utasikia una haja, uchimbe kwa lile jembe ile unatumia, uchimbe shimo uweze kuzika kile kinachotoka ndani yako. Yaani choo, mavi na vingine usike, usiache nje. Kuna watu nasikia matabia mbalimbali, tunasikia mambo tofauti katika nchi tofauti. Pengine wanawake wajane hati hawatakiwi kuwala kwa choo chenye shimo kubwa namna hiyo, wengine wanaweka hapo nje kinyasi. Mambo mengi tumesikia hapa na tunajifunza neno la Mungu. Mungu anasema kila kitu kinatoka ndani yetu tuzike, tusiache namna hiyo nje, kwa sababu Bwana anataka tuwe watu ambao ni wazuri na watu safi. Na utakumbuka wakati mmoja Yesu alikuwa ameenda kuwaponya watu na kutoa mapepo, na watu wakasema katika nchi ile ya kwamba yeye anatumia ile nguvu ya shetani, yani ya yule demon anaitwa Beelzebubu. Yani Beelzebubu ni mapepo ya manzi ambazo huenda katika vinyasi na vitu kama hivyo na vitu vilivyokufa. Kwa hivyo wapenzi, ndio maana Mungu anasema ya kwamba uone ya kwamba umezika. Tunaona hata watu wengine ambao huwa wanasahau, wanajisaidia hata mashambani za watu, wanapita kando, wanaingia. Ni vizuri kuzika hata ukiingia katika sehemu ambazo unasafiria unatenda, lakini hata wanyama wengine wana akili hata kutuliko. Na ndio unaona mnyama kama paka akienda msalani ana make sure amezika choo yake kabla ya kuondoka mahali pale. Kwa hivyo tuwe na hekima, kwa sababu Mungu alisema uchafu wote tuuondoe. Hii ni kusema uchafu wote usiweke wazi. Hata nyumbani mwako kaa ukiwa safi, kwa sababu Mungu hapendi uchafu, kwa sababu Mungu ni safi. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yuatembea katika kituo akuokoe. Yaani wakati ambapo anakuambia ufanye hivyo, yaani uzike kitokacho ndani yako na kuweka sehemu yako safi na wewe mwenyewe uwe safi, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana Mungu hutembea katika kituo akuokoe. Huwa anatembea kukutembelea hata wakati umelala, anatembea mahali pale. Lakini akikuta uchafu mahali pale anapita na kuendelea, hawezi kukubariki ama kukuokoa. Hali ya kuokoa ni baraka, anakuja nazo na kukutolea adui zako mbele yako. Kwa hiyo na
kiwe kitakatifu kituo chako. Yaani anapokuja anakuondolea hata adui zako na mambo mabaya ambayo yanaweza kukupata. Kwa hivyo anasema mahali unapoishi pawe ni pataka utiifu. Ni wewe uwe ni mtu safi, mtu anaacha mambo yake yakiwa safi. Hata wakati unaenda kulala usafishe vitu ulichokulia, zile mumekulia chakula na nini, usiache na uchafu usiku. Kama ni uchafu wa watoto wanapoenda choo, watoto wadogo, fagia, safisha kila kitu, kwa sababu Mungu anatembea kuja katika nyumba yako kukuondolea adui zako, magonjwa na mengineo. Lakini ukiwa unaacha uchafu na msalani na vitu vingine pale, hata ugonjwa utakupata, na ugonjwa ni adui. Kwa hivyo huyu adui Mungu hata muondoa, atapita na hiyo adui ya ugonjwa kwa sababu ya uchafu wako. Wewe mvivu, basi unaona Mungu tayari amekuonya, na unaona boma zingine ukienda hata uwezi kuingia, hata uwezi kukulia sahani huko, unatoka tu kwa sababu ya uchafu. Wengine hawajui jinsi ya kuishi, ni kwa sababu ya Mungu. Na utakuta magonjwa mengi yako katika boma ile. Kwa nini? Kwa sababu uchafu ni adui. Uchafu huleta hata kifo. Magonjwa mengine ni mabaya, yanapata mahali ya kupumzika. Ni aina fulani ya mademons ambao wanakuja kwa njia hiyo. Kwa hivyo jihadhari sana na hali ya kukaa ukiwa mchafu. Na kukaa na nguo moja mwaka mzima hujatoa na mambo mengine kama hayo. Chunga sana ukiwa mwokovu na mtu anayemjua Mungu, asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi akageuka na kukuacha. Yaani uache nyumba yako ikiwa safi, ili Bwana anapotembea na kukuondolea adui zako asione kitu kichafu kibaya na aweze kuondoka. Hapana, wacha aje na atulie na akubariki hata kama umelala, na uweze kuishi vizuri. Kwa hivyo wapenzi, usafi ni lazima. Tunabarikiwa sana kwa nyakati zingine wakati Bwana anapotutembelea, hata usiku tunapolala, hata mchana. Si ati uchafu uwe naye mchana, hapana. Ukila usiondoke kwa nyumba yako kama hujasafisha vitu, na nguo zako jifunze kusafisha na kufua vizuri. Usimrudishe kwa bwana wako mtumwa aliyejiponya kutoka kwa bwana wake kuja kwako. Basi hapa Bwana anasema kuna mtumwa ambaye anaweza kuwa amejiondoa kwa bwana wake, pengine amekuwa mtu mbaya, anayempiga, anayemweka kwa hali mbaya, naye akatoroka akaja akajificha kwako. Unaambiwa na Bwana usimrudishe kwa yule kule alikotoka, usimrudishe huko. Wewe amtafutie njia ya kwenda, hata kama hautamweka kwako, muonyeshe njia ya kuondoka, aende kwenda salimini yake, kwa sababu aliyemtoa huko na kumpa nafasi hiyo ni Mungu wake. Kwa hivyo wewe usiwe wa kurudisha mahali mtu anatolewa kwenye makosa, unamrudisha huko. Kama mtu ameachiliwa gerezani, wewe unasema arudishwe gerezani. Kama mtu mlikuwa na kesi naye na ameachiliwa, basi na wewe tena unarudisha kesi. Mambo kama hayo ndio Mungu anasema usirudishe. Kama huyo mtu amewekwa huru, amepata namna ya kutoka, wewe isiwe shida yako. Wewe nenda kwa Mungu, mwambie mahitaji yako, na akae nawe katikati yako, ndani ya malango yako mojawapo, mahali atakapochagua palipo pema machoni pake, usimuone. Kwa hivyo Bwana anasema mpe nafasi, kwa sababu pengine waweza kuwa na mali, waweza kuwa na mashamba, mahali pa kumpa, mahali pa kukaa. Basi unaambiwa akae katikati yenu, akae pale. Mpe kila kitu ambacho unaweza kumsaidia na aweze, na usimuone, uweze kumsaidia. Kwa hivyo, kwa sababu wewe si shida yako alitokaje huko, wewe shida yako ni ati amekimbilia kwako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amemuonyesha aje kwako, na kwa hivyo aliacha nyumba nyingi akaja kwako. Kwa hivyo Mungu anasema umhudumie kwa njia inayofaa. Pasiwe na kahaba katika binti za Israeli. Yaani pasiwe na malaya, watu ambao wanauza miili yao. Pasiwe nao katika taifa la Mungu. Katika taifa la Mungu Bwana amekataa. Wala pasiwe na hanithi katika wana wa Israeli wanaume. Nawe unajua malaya kawaida, kahaba ni mwanamke. Na huyu kahaba wanatakiwa wasiwe katika wana wa Israeli. Yaani watu waliookoka kusiwe na makahaba. Mungu amekataa hiyo. Kwa sababu gani? Mchanganyiko huo ni hatari. Wasi pasiwe na kahaba katika Israeli kwa watu wa Mungu. Hiyo iepukwe kabisa. Wala pasiwe na hanithi. Yaani hanithi, nitawaeleza. Hanithi ni yule ambaye
ni mwanaume ambaye mnamuita homosexual, yani analala na wanaume wengine kwa nyuma. Huyu ndio tunamuita hanithi, yeye ni mfira nyuma. Basi huyu asiwe kati yenu. Yawa yani hawa ambao ni watu wabaya, watu wanafanya kinyume na vile Mungu alipanga, homosexuals, wasiwe kati yenu, ndio wanaitwa hanithi. Kwa hivyo wapenzi, Mungu amekataa makahaba na hanithi katika taifa lake, amekataa kabisa. Siku hizi wapenzi, tujui ni kilio ama tufanye nini, lakini mnajua hata hawa wamekubalika kuoleka na kufanyiwa ndoa makanisani katika dini zao. Kwa hivyo mambo haya, dhambi imeingia kabisa katika nyumba ya Mungu. Sasa hata ijulikani ni namna gani, kwa sababu tayari wameanza kufanya mambo haya waziwazi, wanatembea waziwazi. Makahaba wameitisha barua za kufanya kazi yao na wanasema walipe kodi. Kwa mfano nchi nyingi za nje za Europa mambo haya yanaendelea, na hata katika nchi nafikiri kuna state zingine ziko hivyo. Hata mataifa yale yamejificha, makahaba wamejaa kila mahali na mahanithi wamejaa kila mahali. Ukienda kwa mahoteli kadha utawakuta hapo wanajiuza. Kwa hivyo wapenzi, Mungu amekataa hiyo mambo kabisa, na ni mambo ambaye yanamfanya Mungu kukasirika sana. Usilete ujira wa kahaba wala mshahara wa mbwa katika nyumba ya Bwana Mungu wako. Yaani wakati ambapo kahaba anaenda na kujiuza mwili wake, ile pesa anapewa kwa kujiuza mwili wake, asije akatoa sadaka zake kwa Bwana, zaka asilete katika nyumba ya Bwana. Ama mwenye anauza mbwa wachafu anasema mshahara wake, yani mwenye anafanya biashara ya mbwa na nini, asiweze kuleta pesa hizo katika madhabahu ya Bwana. Sio mimi ninasema, ni maandiko, imeandikwa hivyo. Kwa sababu gani? Tabia za mbwa ni mbaya tu, na unajua namna ile. Na vile vile kahaba, unajua hizo, na tumeambiwa kahaba na hanithi hapana wasije. Na vile vile hata hizi dhabihu ama zaka za kutoka mahanithi, hao wanajiuza, wanaume wanajifanya wanawake. Kwa hivyo zimekataliwa katika nyumba ya Bwana, mbele ya Bwana, katika nyumba ya Bwana Mungu wako, kwa ajili ya nadhiri yako. Yani usije ukalipa nadhiri yako na zile pesa ambazo zimetoka kwa ukahaba, uhanithi na mbwa, kuuza mbwa, yani vitu vibaya visivyotafikikana, vitu vya wizi, hivyo vyote ni kama vitu vya mbwa tu. Kwa hivyo havitakiwi katika nyumba ya Bwana. Uleta ile kitu ambayo umepata kwa njia ya haki. Ndio madhabahu yameharibika, hata watu wameacha kufanya kazi ya njia za Mungu, wengine wameanza kufanya biashara katika nyumba ya Mungu, na ndio Yesu aliwapiga na mijeradi na kuwatoa mahali pale. Kumbuka katika maandiko matakatifu, kwani haya ni machukizo kwa Bwana Mungu wako, yote mawili. Yani kuleta hiyo mishahara ya mbwa isiyotakikana na ya ukahaba, hiyo ni mbaya na lichukizo, is abomination kwa Bwana. Kwa hivyo hata ukijaribu kuweka safi ama ukijaribu kusema ni vizuri ati mambo leo Yesu alibadilisha yote, Yesu alisema anakuja kuweka nguvu yale yaliyonenwa na manabii. Soma vizuri maandiko ya Mungu katika Mathayo 5 mstari wa 17. Alikuja kuweka nguvu, sio kuondoa. Kwa hivyo hata ukiondoa ujipendekeze wewe mwenyewe, hiyo ni yako, lakini maandiko ya Mungu yanakataa na Yesu mwenyewe amekataa. Kwa hivyo usimkopeshe ndugu yako kwa riba ya fedha, riba ya vyakula. Yani kama ni ndugu yako, mtu wa kwenu, mtu mlie na ushirika naye, hata katika ushirika wenu wa kanisani, huyo ni ndugu yako, ni dada yako, unaambiwa usimkopeshe kwa riba. Yani usimkopeshe na pesa zile za kuzaana. Yani unamwambia hii nimekupa ni 100, utaleta ikiwa 130. Hii 30 ndio riba. Hiyo ndio riba. Yani hiyo interest ndio tunaita riba. Kwa hivyo usimkopeshe na kufanya hivyo. Kama ni 100 mpe 100, unaenda kutumia atakurudishia ikiwa 100. Kwa hivyo ama kama ni chakula umempa, usimpe chakula tuseme mahindi debe moja, alafu unamwambia utaleta ikiwa debe moja na nusu. Hapana, unaambiwa hiyo debe moja uliyempa ndio atakayerudisha akipata. Kwa hivyo usitake riba kutoka kwa ndugu yako. Lakini watu wengine wa mataifa basi fanya hivyo, kwa sababu hao si ndugu zako, wewe ni biashara yako. Kwa hivyo riba ya kitu chochote kikopeshwe chochote kwa riba. Yani usikopeshe kwa riba kwa ndugu zako. Ya kitu chochote kikopeshwa kwa riba. Kwa hivyo usiitishe riba.
interest kwa ile kitu unakopesha ndugu yako, lakini kwa watu wengine haujazuiwa, kwa sababu hao sio ndugu zako. Maana mgeni waweza kumkopesha kwa riba. Unaona mstari wa 20 inasema nini? Inasema mgeni, mtu ambaye si wenu, mtu ambaye hamuhusikani, huyo mkopeshe kwa riba, huyo mkopeshe na alipe na interest. Hiyo imekubaliwa, lakini sio ndugu yako. Ila usimkopeshe ndugu yako kwa riba, ili Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika yote atiayo mikononi mwako. Yaani ndugu yako usimkopeshe kwa riba, ili Mungu aweze kukubariki kwa kila kitu anaweka kwenye mikono yako, anakubarikia. Lakini mgeni, stranger, hao unatakiwa kuitisha riba. Kwa hivyo hayo uweze kufafanuliwa vizuri na kuelewa. Mgeni alipe riba, lakini ndugu yako usimuitishe riba. Na anasema nini? Ili chochote Mungu anakupa mikononi mwako na anabariki kazi ya mikono yako, aweze kukibariki na uweze kuendelea. Kwa hivyo wapenzi, Mungu amefungua njia hiyo. Unaweza anza biashara ya kukopeshana pesa, unaweza anza benki na mengineo, lakini ndugu yako akikopa unaweza kumuitisha riba, lakini wageni unawaitisha riba. Utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa. Yaani wakati ambapo utaweka nadhiri, useme Mungu nitakupa hiki, Mungu nitaleta hiki ama hivyo. Basi usiwe mlegevu, usikatae kutoa, yani usicheleweshe, usitake kukaa, hautaki kutoa na ulisema ama kukataa, ndio hali ya ulegevu. Kwa hivyo lazima utoe, lazima kuiondoa hiyo hiyo nadhiri uliyoweka. Ni vizuri kuiondoa, isikae pale, kwa sababu Mungu hatasahau, atakuwa akikumbuka kila wakati, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako. Kwa hivyo Mungu ataihitaji, hata ukikaa ujifanye umesahau na ulisema, Mungu bado anahitaji kutoka kwako. Kwa hivyo mpenzi, dada yangu, ndugu yangu unayenisikiza wakati huu, kama umeweka nadhiri katika nyumba ya Mungu ama na yeyote, kwenda lipa. Peleka hiyo. Hata wewe umekopa vitu dukani, kwenda lipa. Kama una deni ya mtu, kwenda lipa. Hii mambo yote ulikopa ukisema nitaleta, ilikuwa nadhiri. Hata katika duka ya mtu ana nini, nenda ukalipe deni lako, kwenda ukakamilishe, kwa sababu Bwana anasema atahitaji kutoka kwako. Kwa hivyo hata kile kitu umeweka hadi nadhiri katika nyumba ya Mungu, kwenda lipa. Hata kama ni miaka 10 na ulijifanya ulisahau, itakuwa wakati Mungu atahitaji kutoka kwako, anasema nayo hivi itakuwa ni dhambi kwako. Hiyo itakuwa ni dhambi. Kama haulipi itakuwa ni dhambi. Kwa hivyo, lakini ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Kwa hivyo uwe na hekima, uwe na akili timamu kabisa. Usiweke nadhiri wakati unajua huwezi lipa. Mungu amekupa huo ufunuo, amekupa maandiko hapa matakatifu, anakuambia ujizuie, usiweke nadhiri. Kama haujaweka nadhiri, haitakuwa dhambi kwako, itakuwa ni sawa sawa. Ubaya ni kuweka nadhiri. Na unaweka nadhiri namna gani? Kwa kunena na kinywa chako na inasikika mbele ya Bwana. Kwa hivyo wakati unanena, uangalie sana unanena namna gani. Ndio ile kwa kanisa nyingi mnaita, nama niseme dini nyingi mnaita pledge. Unaweka pledge, wanaitaka pledge, wamegeuza kuita vow, wanaita pledge. Yani unasema nitaleta hii, Kwa hivyo umegeuza jina ndio unaweza kutoroka naye. Hapana, hiyo ni ahadi. Kwenda toa mbele ya Bwana, kwenda lipa hata kama ni madeni, kwa sababu uliweka nadhiri, ulisema nitaleta. Kwa hivyo mpeleka. Na Mungu anasema kama hujasema hivyo, kama hujafanya hivyo sio dhambi, lakini kama umefanya hivyo Mungu atahitaji kutoka kwako, kwa sababu uliko tukopa ama uliyemwahidi bado anangojea. Mungu huyo uliyemwahidi nadhiri hiyo bado anangoja. Yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya. Kile kitu unasema na mdomo wako ushike kuyafanya, kwa sababu neno likitoka halirudi bure, linarudi kama limetenda kazi ile ilitumwa iweze kwenda kutenda. Kwa hivyo mpenzi, ninakuambia nini? Ninakuambia kitu chochote unachonena na mdomo wako, tenda. Usinyamaze ama usiseme hautafanya ama ujifanye umesahau. Hapana, lazima ufanye, kwa sababu ni wewe uliyesema
na utende vile ulivyosema. Ni wewe umeweka ahadi hiyo, na ahadi hiyo uikamilishe. Kwa hivyo wapenzi, wakati wote utaona ya kwamba ukamilishe jambo ambalo unanena na kinywa chako. Kwa mfano, hata wakati wa kitabu cha huyu ndugu yetu Yakobo, anasema ya kwamba Yakobo 1:22 anasema mfanye vile neno lilivyo, sio vile ambavyo muwe watu wa kusikia, na vile vile kutenda kama neno linavyosema. Ukisema neno litoke, lazima ulifuatilie na uweze kulitimiza. Kwa mfano, walivyomwekea nadhiri Bwana Mungu wako ni sadaka ya hiari ulioahidi kwa kinywa chako. Wakati umeweka hiyo nadhiri, ni sadaka ya kupenda kwako, ni ya hiari, kwa sababu ni wewe umesema na haukulazimishwa. Kwa hivyo mpenzi, ndugu yangu, dada yangu, ujue ya kwamba mambo hayo Mungu ametukataza uyaweke maanani, na ukiweka maanani ni mambo ya maisha ya kila siku. Na hii maisha ni lazima uangalie ya kwamba maisha yataendelea hivyo, na ukiingia katika shida hizo na kuwa mtu mwongo, mtu ambaye hatendi mapenzi ya Mungu, utaona ya kwamba unaingia na kuwa na maadui wengi na kuwa na mambo ambayo yasiyompendeza Mungu, na maisha yako yatakuwa mabaya. Kuna laini mbili ambazo zinabaki hapo, mstari wa 24 na 25. Tutaeleza juu yake wakati tunaingia katika sheria za amani kwa mataifa. Kwa hivyo kwa leo tutamalizia